Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa nawajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi mwaka huu 2021 majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Leo Magufuli ametimiza miaka 4 tangu kuondoka katika anga na ardhi ya dunia hii. Wengi wamekuwa wakikumbuka nyakati zake akiwa hai, lakini kwa sasa hayupo tena. Magufuli amepumzika na taifa linamkumbuka na litaendelea kumkumbuka. Nukuu kutoka kwenye maandiko matakatifu imeandikwa, siku za mwanadamu zinahesabika na kila nafsi itaonja mauti. Duniani tunapita, sisi wote hapa sio kwetu. Ikumbukwe tarehe 17 ya mwezi wa 3 2021 taifa lilimpoteza kiongozi imara aliyependwa na maskini wote, matajiri wakakiona cha mtema kuni. Alisikika akisema, mimi ni rais wa wanyonge, hii nchi ni tajiri. Ni hayati John Pombe Magufuli, rais wa awamu ya 5 ya Tanzania. Alichapa kazi, akawachanganya mabeberu, aliwachezesha lege watumishi wote wazembe. Wananchi wakamuita jembe, naam, mtumbua majipu. Akaondoa vyeti feki, watoto wakasoma bure, hata mtoto wa maskini ikawa vyepesi kuingia darasani kuipata degree. Akaipa hadhi lugha ya Kiswahili. Nikukumbushe, alipoalikwa kwenda Afrika ya Kusini hakusahau kubeba nakala ya kitabu na kumpelekea Rais Ramaphosa, vitabu vilivyoandikwa kwa lugha adhimu ya Kiswahili akajifunze. Mwamba akajenga uchumi wa nchi. Sasa Tanzania ikawa na uchumi wa kati. Alirudisha maadili kazini, kazi zikapigwa usiku na mchana. Huyu ndio mwamba wa kanda ya Ziwa, aliye na mipaka yake. Ukizingua anakuzingua papo hapo, tena bila kuingoja kesho. Waurizi wa Tanzania watakuambia, jembe mtetezi wa wanyonge ni nani? Watakujibu, John Joseph Pombe Magufuli. Akiwa Rwanda, alisikika wakati wa ufunguzi wa daraja la Rusumo akisema, mimi napenda kubana matumizi kwa ajili ya Watanzania maskini. Jukwani alisikika pia akiwaambia Watanzania, mimi ni msema kweli na Watanzania lazima tuambie ukweli. Alijenga miundombinu kubwa zaidi, akahamisha Ikulu, makao makuu ya nchi, Dodoma. Lisilowezekana yeye aliamini linawezekana. Katika safari ya mafanikio hapakosi changamoto. Pindi Magufuli akiwa waziri wa ujenzi alinyweshwa sumu, ila hakufa. Ndipo nikakumbuka kuwa kama ipo tu. Akiwa Ikulu Dodoma alisema kwa kinywa chake alinyweshwa sumu, ila Mungu akampigania. Alikuwa na ufahamu mkubwa sana, akisema hapana ni hapana na akisema ndio ni ndio. Unakumbuka kipindi cha korona alisema kuwa hii ni vita ya uchumi. Alikuwa na hofu ya Mungu, akiwahimiza Watanzania kupiga kazi, na alivipa thamani kubwa bidhaa za ndani. Utawala wake ulikuwa wa uwazi bila kujali nafasi aliyonayo. Ukizingua anakuchana, tena mbele ya umati wa watu wengi bila kuangalia cheo chako. Profesa Lumumba alisema, I'm not a member of CCM but we need to magufulify Africa. Alisikika akisema, we need magufulification of Africa. Wahenga walishasema, kizuri kinajiuza, kibaya kinajitembeza. Sio kwamba hayati John Pombe Magufuli alikuwa anapendwa na Watanzania pekee, la hasha. Hata wasio wa Tanzania walitamani jemedari huyu aongoze nchi zao. Magufuli alihakikisha akikuteua na kukupa nafasi ya uongozi, anataka upige kazi, tena kazi kweli kweli. Alihakikisha uongozi sio sehemu ya kustarehe, bali kuwatumikia watu wote bila ya kuwabagua. Ipo siku mtanikumbuka, sio kwa mabaya, bali kwa mema. Tuendelee kumtanguliza Mwenyezi Mungu. Dunia tunapita, andaa kilicho bora ili watu wasimulie pindi haupo katika anga na ardhi ya dunia hii. Ukipata nafasi ya kuongoza, ongoza vyema.
Mnamo tarehe 17 ya mwezi wa 3 2021, taifa likampoteza simba wa Afrika. Itoshe kusema, kaburi, wewe ni tajiri sana. Kalamu yangu iwakumbushe kuchapa kazi, kama alivyosema hayati John Pombe Magufuli, usipoamua kufanya huwezi, hata katika maisha yako ya kila siku. Leo Magufuli ametimiza miaka 4 tangu kuondoka katika anga na ardhi ya dunia hii. Wengi wamekuwa wakikumbuka nyakati zake akiwa hai, lakini kwa sasa hayupo tena. Magufuli amepumzika na taifa linamkumbuka na litaendelea kumkumbuka. Jembe John Pombe Magufuli. Mnaweza mkaandika jina Magufuli stendi, halafu wananchi masikini wa Machinga na nani wakawa wananyanyaswa hapa. Makala imeandikwa na mwanadiplomasia Lameki Samson Ngeme na kusomwa kwenu nami Joseph Mwanawaisangura.